being led by the Spirit of God. You need to trust and obey God. But you need to hear the Holy Spirit. He speaks in our hearts. He ministers to your spirit. And when you obey, hallelujah, you see the results. Some of the things he will tell you to do, they look foolish. Hallelujah. They look funny to the people who are learned. Or when you walk with your senses, walk ye in the Spirit. This is a place where we need to come back as a church. Because the church has begun to walk in the flesh, where we are learning philosophies, things from the world, and we are bringing them to the church, and we are throwing away the Holy Spirit. We are becoming intellectuals. God never called us to be intellectuals. He called us to be spirit-filled. Hallelujah. There are some things that never make sense in the intellectual world. So I'm saying it is dangerous to make a doctrine out of one instruction that God has given you to do in a particular situation. You may have been sick. Hallelujah. And God told you, go and pay your tithe. Glory to God. And you are healed. So the next time you get sick, you go and pay your tithe. What God was telling you, be paying your tithe, and the devourer shall not touch you. Amen. But the next time you are sick, God wants you to know His word and know what was accomplished by Jesus Christ. That on Himself, He took your sins on Himself and on His own body and put it on the cross. Hallelujah. That you be dead to sin and you live to righteousness. And by His stripes, you are healed. 1 Peter 2:24. So that you may know how to rely on His word. Glory to God. Hallelujah. What am I saying? That's why we need to be led by the Holy Spirit. Because every situation, God will give you a fresh instruction. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. Because when He doesn't give you, or when you don't listen to Him, you begin walking with another God. You will make what He told you to be an idol. And God will depart from you. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. We must be led by the Holy Spirit, not our flesh, not the sense knowledge, not the intellectual knowledge or philosophies. Hallelujah. Amen. I've gone to school. I work. We have principles we use. But when I come to God, I have a different set of principles. Hallelujah. And some things God may tell me to do, the people who are learned may not understand. Today, people want things they can see. They want things they can understand carnally, rather than spiritually. Hallelujah. But I want to tell you something. Spiritual things cannot be understood by fresh minds. Let me repeat it again. Spiritual things cannot be understood by our mind, carnal minds, by our senses. Only by your spirit can you discern spiritual things. Because you are a spirit person. And God is spirit.
Hallelujah. Amen. 1 Corinthians 2:14. Wakorintho wa kwanza 2:14. It says, but the natural man receives not the things of the Spirit of God. Inasema ya kwamba mtu wa kiasili hawezi pokea mambo ya Mungu. The natural man Mtu wa kiasili cannot receive hawezi kupokea the things of the Spirit of God, mambo ambayo ni roho wa Mungu. for they are foolishness unto him. Kwa sababu ni upumbavu kwake. Neither can he know them, Na hawezi kuyajua. because they are spiritually discerned. Kwa sababu huwa inapambanuliwa kiroho. Hallelujah. You cannot understand spiritual things Hawezi elewa mambo ya kiroho by carnal mind. kwa mawazo ya kimwili. And that's why many learned people Na ndiposa unapata watu wengi ambao wamesoma have missed it. wamekosea. They want to understand the issue of salvation Wanataka kuelewa hili jambo la wokovu through their intellectual mind. kupitia mambo ya usomi wao. You find somebody is healed of cancer. Unapata mtu ameponywa kansa. They want to understand intellectually. Wanataka kuelewa katika njia ya masomo. This cancer we've been treating, Hii kansa ambayo tumekuwa doing chemotherapy, tukifanya chemotherapy. and it was just extending and increasing. Na ilikuwa tu inazidi kuongezeka. But now a man of God has come Bali sasa mtumishi wa Mungu and laid hands on a person na amemwekelea mikono. and he casted out the spirit of cancer. Na akakemea hiyo roho ya kansa. And that cancer has died. Na hiyo kansa imekaa. And this person is healed. Na huyu mtu anapona. They cannot understand. Na haelewi. They have done medicine, Wamefanya hii madawa. but they cannot understand. Na hawaelewi. They will take x-rays, cancer is not there. Wameelimia sema kansa ni kifo. Spiritual things Kuna mambo ya kiroho. cannot be understood by carnal minds. Haieleweki na mawazo ya kimwili. That's why we must walk in the Spirit. Ni lazima basi utembee kiroho. God speaks to your spirit, Mungu huwa analelea roho yako. not your mind. Si mawazo yako. Hallelujah. Glory to God. So as a result of walking in carnal mind, Kwa sababu ya kuwa na hii mawazo ya kimwili. walking with a sense knowledge, Kutembea katika vile roho unahisi. I want you to be attentive here very much. Ninataka uwe sasa makini hapa. Because of walking with a sense knowledge Kwa sababu ya kutembea na ufahamu wa and walking with a carnal mind, na kutembea na mawazo ya kimwili. many people today Watu wengi siku ya leo are falling to deception. wameingia katika udanganyifu. They are made merchandise. Wamefanya watu wa kutafutiwa pesa. Hallelujah. They are been made businesses Wamefanya watu wa biashara through philosophy kupitia hiyo usomi and vain deceits. na udanganyifu. Hallelujah. They are told to do many things Wamekuwa wafanya mambo mengi and they use physical things. na wanatumia mambo ambayo yanaonekana ya kimwili. What am I saying, somebody? Sema nini? And I think you'll agree with me. Na ninaamini unakubaliana na mimi. Hallelujah. We see all manner of things being done today, Tunapoona mambo mengi yanafanya siku yet hizi. they may not be an instruction by the Holy Ghost. Na unapata ya kwamba si kupitia mwongozo wa Roho Mtakatifu. Let me just say, Wacha niseme. people are sold salt. Watu wanauziwa chumvi. I hope you have not bought salt somewhere. Naamini hawajanunua chumvi mahali popote pale. Hallelujah. People have been sold salt. Watu wanauziwa chumvi. They are sold anointing oil. Wanauziwa mafuta. They are sold belts. Wameuziwa mishipi. They are sold blooms. Wameuziwa vifagio. They are sold water Wameuziwa maji. and all manner of paraphernalia. Na aina nyingi ya mambo mengi. Why do you look at me that way? Kwa hiyo wanitazama hivi. Do you have somebody who has bought such things? Kuna mtu amenunua vitu kama hivyo. Hallelujah. Glory to God. The question is, Swali ni, is God so limited Mungu amezuiliwa hivi that he has to use human wisdom? ati lazima atumie ufahamu wa mwanadamu? Let me come again. Wacha ni- Is God so limited kumaanisha ati Mungu amezuiliwa that now he is using methods ati sasa anatumia njia and using human wisdom? na anatumia werevu wa wanadamu. Paul says in 1 Corinthians 2:4, Paulo anasema katika Korintho 1:2-4 he says, and my speech, na anasema usemi wangu usemi wangu and my preaching na kuhubiri kwangu was not with enticing words haikuwa na mambo ambayo ya kukuvutia of man's wisdom, ya ufahamu wa wanadamu, but in demonstration bali katika dhihirisho of the Spirit and power. ya roho na uweza. See what Paul is saying? Nasikia Paulo I did not anasema, come with methods. sikukuja na njia mbalimbali, I didn't come with men's wisdom. sikukuja na ufahamu wa wanadamu. My preaching was not to entice you, Kuhubiri kwangu hakukuwa wa kukuja tu but kukuja, I came demonstrating bali nilikuja kudhihirisha the Spirit and the power of God. roho na nguvu wa Mungu. And verse 5, Na hapo mstari wa 5, that your faith ya kwamba imani yako should not stand in the wisdom of men, isiwe imesimamishwa katika ufahamu wa but in the power of God. bali katika nguvu za
And that is why we need to go back as a church. Na ndiposa tunastahili kurudi nyuma pale Where our faith is not standing on a man's words. mahali ambapo imani yetu haitasimamishwa katika maneno ya mwanadamu. It's not standing on methods. Haitasimamishwa katika njia mbalimbali. But it's standing Bali inasimamishwa in the power katika nguvu of God. ya Mungu. Hallelujah. Amen. And how does that happen? Na hiyo inafanyika vipi? When we know who you are. Wakati unajijua wewe ni nani. Christ in me. Kristo ndani yangu. Now you are washed Sasa umeoshwa by the regeneration of the Holy Spirit, na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. whom God has given you in abundance. Yule ambaye Mungu amekupatia kwa utele. 1 Timothy 3 verse 4. Timotheo wa kwanza 3. Hallelujah. Amen. God has given you a spirit in abundance, Mungu amekupatia roho wake kwa wingi. that He may guide you in all truth Ya kwamba anaweza kukuongoza katika kweli yote. and instruct you to do what to do in any situation. Na kuongoza kile unafaa kufanya katika hali yoyote. Therefore, I tell you, Kwa hivyo ninakwambia be filled ujawe with the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. These are time. Huu ni wakati. These are times. Hii ni wakati. You cannot afford to walk without being filled with the Holy Spirit. Tunastahili kutembea bila kujawa na Roho Mtakatifu. Jesus said in John 7, Yesu akasema katika Yohana 7. from 37, Kutoka mstari 30. all you who are thirsty, Nyinyi wote mlio na kiu. come and drink from me, Njooni mnywe kutoka kwangu. and out of me, out of you, Na kutoka kwenu. shall come rivers Kutatoka mito. of living water. Ya maji iliyo. Rivers of water. Mito ya maji. God is ready to supply Mungu ako tayari kukupatia His Spirit. Roho wake. You are washed and cleansed. Umeoshwa na umetakaswa. But God does not need to see you empty. Bali Mungu hastahili kuona ukiwa tupu. He wants you filled. Anataka ujazwe. Amen. That the Spirit inside of you, Ya kwamba ile roho iliyo ndani yako He will lead you. itakuongoza. He will instruct you. Itakuelekeza. And every time, Na kila wakati God will show you the path to take. Mungu atakuonyesha mahala pako pa kupitia. Hallelujah. Amen. And is there something you are struggling in? Kuna jambo ambalo unasumbuana nalo. There may be business, Inaweza kuwa labda ni biashara, career, whatever. kazi, chochote. There is an instruction Kuna ile maagizo that God wants to give you. ambayo Mungu anataka kukupatia. Hallelujah. And how will He give you? Na atakupea vipi? If you are sensitive Kama utakuwa makini. to the Spirit of God Unaweza kusikia roho ya Mungu. who dwells in you. Yule anaishi ndani yako. Amen. Amen. Sometimes you walk and you're not sensitive. Wakati mwingine unatembea lakini hauko. You want to do this business, the Spirit of God is telling you inside of you. Unataka kufanya hii biashara na roho Mungu ndani yako anakuambia. Don't. Usifanye. Have you ever done things which I thought they were good? Unawahi ona mambo unafikiria kwamba ni mazuri. You have done your business plan. Umefanya biashara yako. You have done your research. Umefanya kuuliza But inside of you, Bali ndani yako. in your spirit, Ndani ya moyo wako. even you have identified and see the prophets. Hata umeweza kufanya mahesabu unaona kweli. But inside of you, Bali ndani yako. there's something telling you, Kuna jambo kama kitu kinakwambia. don't. Hapana. And most of the time, Na mara nyingi we ignore it. unapuzilia. Here is the Spirit of God Na kwa uhakika ni roho wa Mungu. giving you instructions. Kupatia maagizo. But because you are an advice from a friend Bali kwa sababu ulipata mawaidha kutoka kwa rafiki or from a professional, ama kutoka kwa mtu ambaye amesoma. and you have done your research, Na umeweza kuangalia na ukaangalia. and you have seen it will be possible, Na unaona ya kwamba inawezekana. you want to do it. Unataka kuifanya. Yet God is there Na Mungu yuko and pale. interested to help you Na ako na haja ya kukusaidia. succeed. Kuweza kunawiri. And He knows if you begin this thing, Na najua ukianza hili jambo. you will not succeed. Hautaweza kunawiri. Hallelujah. He knows where you will succeed Anajua mahali ambapo wewe utanawiri. and the thing that you'll do Na ile jambo utafanya. to succeed. Kuweza kunawiri. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. But the root foolishness Inaonekana ni upumbavu. when He tells you to do these things. Wakati nakwambia fanya hivi. So when you follow men's instruction, Kwa hivyo ukifuata ili maagizo ya wanadamu or those led by the flesh, ama wale ambao wanaongozwa na mwili. when we follow men's wisdom, Wakati unafuata wale ambao we are following those who are led by the flesh, unafuata wale ambao wanaongozwa na mwili. the carnally minded. Wale ambao wanaongozwa na mawazo ya kimwili. And so our faith Na kwa hivyo imani yetu and obedience na kutii kwetu stand on the wisdom of man inasimama kwa hekima ya wanadamu. and will not get results. Na hatupati suluhu. Are you getting me, somebody? Because when your faith stands on the wisdom of man, Kwa sababu wakati imani yako inasimama katika you will be hekima ya wanadamu, standing utakuwa unasimama and obeying na unatii the word of men neno la wanadamu from philosophies. kutokana na filosofia yao. Hallelujah. Isaiah is asking, Isaya anauliza, who can give God counsel? ni nani anaweza
pia Mungu mashauri. Isaiah 40 verse 14. Isaiah 40 mstari wa 14. Glory to God. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Isaiah is asking, with whom did he take counsel? Kutoka kwa nani alipata mashauri? And who instructed him? Na nani aliyemwelekeza? And taught him in the path of judgment. Na akamuongoza katika njia ya hukumu. And taught him knowledge. Na akamfunza hekima. And made known the way of understanding to him. Na akaweza kumfanya yeye kupata njia ya kuelewa. Who can give God counsel? Ni nani anaweza kupatia Mungu ushauri? Who can instruct God? Nani anaweza kumwelekeza Mungu? Who can tell him of the path of judgment? Ni nani anaweza kumwambia kuhusu nguvu za hukumu? Who can teach God Ni knowledge? nani anaweza kufunza Mungu ufahamu? Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. And that's Paul is saying, Na ndiposa Paulo anasema, in the early times, katika nyakati za mwisho, people will seek for a preacher watu wataenda kuwatafuta wahubiri. who will preach Yule ambaye atahubiri or do what their ears are itching to hear. ama atatenda kile ambacho masikio yao yanataka kusikia. And we are in that generation. Na tuko katika hiyo. And that's why today people are made to do funny Na things ndiposa siku ile unapata watu wanafanyishwa mambo hayaeleweki. until the name of the Lord is profaned. Mpaka jina la Mungu linatumika vibaya. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. What am I saying? Ninasema ni People are seeking for a sense knowledge preacher, watu wanatafuta Mungu, mtu ambaye anafuata ufahamu wake Mungu. a freshly indoctrinated preacher. Mhubiri ambaye ako na njia zile anazifuatilia. Hallelujah. Amen. Who will do practical things. Anafanya mambo ya kimbele. I had somebody tell me, Nilisikia mtu akiniambia. we were somewhere where we were getting trained, Tulikuwa mahali ambapo tulikuwa tunafunzwa. amen, Amen. in terms of the things of the work, how we do our work, job place. Kuhusu mambo ya wenyewe. So we were people from different organizations. Tulikuwa watu wa riba. So when we are deciding taking a cup of tea, Na wakati tulikuwa tunakunywa chai, somebody says, I like so and so preaching mtu akasema ninampenda fulani fulani. because he's practical. Kwa sababu yeye mambo yake ni He is this and that. Yeye yuko hivi na vile. See, this person is following this preaching Huyu mtu anafuatilia hii mahubiri. because Kwa sababu he can understand intellectually anaelewa kwa masomo yake and the things being done. na yale mambo anafanya. Hallelujah. Amen. That's what I'm trying to say. Hivyo ndivyo ninajaribu People kusema. want preachers Watu wanataka who wahubiri. don't preach the way they want. Wenye watahubiri kile ambacho wanataka kukisikia. I'll not tell you this is sin. Na hawatakwambia hii ni dhambi. Hallelujah. Amen. I'll not tell you Sitakwambia we cannot use that one. hatuwezi fanya hivyo. God has not worked that way. Mungu hafanyi kazi hivyo. Glory to God. Amen. And that's why many people, Na ndiposa watu wengi especially needy and oppressed, sana sana wale wamefinyika na wale mahitaji have become victim today wamekuwa sasa wao ndio wanasukumiwa huko of oppression. kwa kuweza They are already oppressed by the devil, tayari wamefinywa na shetani but they are being oppressed na pia bado wanafinywa in the methods katika zile njia they want to do. wanataka One kufanya. time I was invited to Karatina by a certain friend Wakati mmoja nilikaribishwa na rafiki yangu mmoja kule to Karatina pray for a family. kuweza kuombea jamii yake. And he went there with another man of God. Tukaenda pale na mtumishi mwingine. We prayed for this family. Tukaweza kuombea hii familia. I put my own fuel. Nika We put our own fuel tukaweka mafuta yetu in the car. That's what I mean. We used our own money to go there. tutumie pesa yetu yani kwenda And pale. we did not ask for an offering. Na hatukuulizia sadaka. I'm not trying to this so that to show you how good we are. No, we are just giving you an example. Sijaribu kuombea tumesizi wazuri bali nakupea mfano tu. So what happened? Nini kilitendeka? We prayed for this child, Tukaweza kumwombea huyu mtoto and after that we went back home. na baada ya hapo tukarudi nyumbani. And it was well, and the parents appreciated, the family appreciated. Na ikawa sawa, familia ikafurahia na pia wazazi wakafurahia. Some months later, Miezi kadhaa baadaye, like 6 months, there was another kind of a problem in that home. miezi kama 6 hivyo, kukawa na shida nyingine bado kule nyumbani. Now, the same person who had invited us Yule mtu ambaye alikuwa ametukaribisha was shocked alikuwa because the same family, kwa sababu ile familia they went and called for another man of God. walikuwa wameenda wakamwita mtumishi mwingine wa Mungu. And those men of God, when they came, Na huyu mtumishi wa Mungu alipokuja, they told them, akamwambia, you must give us 50,000 lazima unipatie 50,000 to buy anointing oil kuweza kununua mafuta that we are going to use ambayo tutaenda kutumia to pray for this situation. kuweza kuombea hii hali. Are you hearing me? Unaelewa? So this relative Kwa hivyo huyu mmoja was very angry with the family akakasirika sana na ile jambo. because she remembered we went there and prayed Kwa sababu alikumbuka kwamba tulienda pale na and God na Mungu did a miracle. akafanya muujiza. But now Lakini they sasa have turned wamegeuka another way.
Wameenda nchi ya kigeni. They did not have 50,000. Hawakuwa na 50,000. So now they were having a fundraising Sasa walikuwa wanafanya fundraising to fundraise money kuweza kupata pesa. so that they can give to the man of God Ili waweze kupatia mtumishi wa Mungu. to buy anointing oil. Kuweza kununua ile mafuta. And I was asking, how much does one bottle of anointing oil cost? Na nilikuwa najiuliza kwani mafuta chupa moja ni pesa 50,000 Kenya shillings. 50 ya Kenya. They were already poor. Walikuwa tayari wao. But now they are fundraising. Na sasa wanafanya kuinua Even getting debts na hata wanajipata kwa madeni. to get money Ili waweze kupata pesa. so that they can get anointing oil. Ili wapate ile mafuta. Now you see where I'm coming from. Unaona sasa mahali mnakuja. How people are suffering Wengi watu wanateseka. for not choosing to be led by the Holy Spirit. Kwa ajili ya kukataa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Glory to God. So that's why Peter is saying, Timothy is saying, Timothy anasema. no, it's Paul who is saying in Timothy 2, Paulo anasema katika Timotheo. in the early times, Katika siku ya leo, people will seek for a preacher watu watatafuta that will tell them what they are itching to hear. yule ambaye atawaambia kile ambao wanataka kusikia. 2 Timothy 4:3. Timotheo wa pili. For a time it will be when they will not endure sound doctrine, Kwa sababu ya wakati utafika wakati hawatakuwa wanataka ile linastahili. but they will heap up teachers Watatafuta walimu to themselves kwa wao wenyewe according to their own lusts, kulingana na tamaa zao and tickling the ear. na kile kinafurahisha masikio yao. And verse 4, Na mstari wa nne, they will turn away their ears from the truth wataondokea masikio yao kusikia kweli and will be turned to myths. na waende kusikiza Myths. Hallelujah. hadithi. Hallelujah. Amen. Are you getting me? Amen. Instead of people now following what God is saying, Leo watu sasa kufuata kile they will be ambacho told, God is saying you do this. watakuwa wanaambiwa Mungu anasema But ufanye because hivi. you're not walking in the Spirit, Bali kwa sababu hawatembei you don't understand it is not God. hawataelewa ya kwamba sio Mungu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Everyone must be able to hear God for himself. Kila mtu ni lazima aweze kusikia Mungu yeye mwenyewe. I'm here to teach you and guide you. Niko hapa kukufunza na But the best kukuelekeza. guide that you always seek to hear. Bali ile njia nzuri unastahili kuwa unasikia. When you want Mungu. something, Wakati unahitaji kitu, hallelujah, to do something, kufanya kitu, be led uongozwe of the Holy Spirit. na Roho Mtakatifu. Listen clearly. Sikiza kwa makini. He is always speaking. Atakuwa wakati wote ananena. I want to say it, even now he's speaking to you. Nataka kusema hata sasa na kueleza. Hallelujah. Amen. Assume today there are so many radios. Kuna hebu tuangalie siku ya leo ni kama kuna But if you have put off your radio, bali kama umezima redio. can you hear anything? Unaweza sikia lolote hili? No. And when you tune in, Bali wakati unawasha. you can tune to a certain channel. Unaweza washa uelekee kwa channel. And they're speaking Hindu. Na labda inanena Will you understand? Utaelewa. Hallelujah. Amen. So you must switch into the Holy Spirit. Kwa hivyo ni lazima uweze kuwasha kwa Roho Mtakatifu. There are many wavelengths in the world today. Kuna watu nyingi leo katika ulimwengu. Hallelujah. Amen. Glory to God. But when you tune into the Holy Spirit, Bali wakati tunajifungulia Roho Mtakatifu. you will hear from heaven. Utasikia kutoka But when you mbinguni. tune into the world, Bali wakati tunajifungulia kwa there are Roho, many voices. kuna sauti nyingi sana. There are many reports. Kuna ripoti nyingi sana. That's why you must learn the word of God. Ndiposa tunastahili jifunze neno la Because Mungu. God does not contradict himself. Kwa sababu Mungu huwa hajichanganya. Glory to God. Amen. So today many people are using many things. Kwa hiyo siku ya leo watu wengi wanatumia mambo mengi. Just because these things were used in the Bible. Kwa sababu haya mambo yalitumika katika Biblia. They have made them doctrines. Wamefanya hiyo ati ni njia Let me give an example. Let me give an example of salt. Mfano. You know that Elisha used salt Unajua kwamba Elisha alitumia chumvi. to heal the waters of Jericho. Ya kuweza kuponya ile maji. The waters was killing people. Maji ilikuwa inawaua watu. And the land was unproductive. Na ile nchi haikuwa inatoa. It was told, this place is good, Kwa hiyo wanasema hii mahali ni pazuri sana. but it was barren Bali ilikuwa ni because of the waters. kwa ajili ya ile maji. He asked for a cruise Akauliza produce and for salt, na chumvi. and he threw to the water Na akarusha kule maji. and said, the Lord heals you. Akasema Bwana mwapone. We know that. Tunajua hili. But today, Bali siku ya leo we may turn that to be a doctrine. tunaweza geuza hiyo iwe ni kama kidini tunatumia. Hallelujah. And people use salt. Na watu huwa wanatumia chumvi. Hallelujah. But I want to ask you, Bali nataka did Elisha use salt for all the miracles he did? ni kumaanisha kwamba Elijah alitumia chumvi kwa ile miujiza yote alitenda. When he wanted to raise the boy who was dead, Wakati alikuwa anataka kumfufua yule kijana. did he put salt? Hakutumia chumvi. When he healed Naaman, Alipomponya na did he put salt on Naaman's body? hakuweka chumvi katika mwili wa Naamani. You are getting me, somebody? Alielewa? Hallelujah. Amen. Elisha did not use it. And then,
Did he sell salt to the Israelites? aliweza kuwauzia wana wa Israeli chumvi. I want you to answer me. Ninataka Hallelujah. Or answer for yourself. bali tutajibu. I want to ask you, did Jesus use anointing oil to do miracles? Ninataka kuuliza Mungu aliweza kutumia mafuta kuweza kufanya miujiza. I'm just asking a question. Ninauliza tu swali. I'm not saying using anointing oil is wrong. Sisemi ya kwamba kutumia mafuta. There's a place for anointing oil Kuna mahali pa mafuta. in James 5. Katika Yakobo. Hallelujah. Amen. Did Peter and John use anointing oil? Petro na Yohana kwani walitumia mafuta? Did they sell anointing oil Waliweza kuuza hiyo mafuta to their fellow believers kwa waaminio wenzao and the Jews at large na wale Wayahudi for miracles? kwa ajili ya miujiza. God has not changed, Mungu habadiliki neither his word. na hata neno Listen. habadiliki. Sikiza. Christ is all in all. Kristo ni yote kwa yote. The power Nguvu is in Christ. iko ndani ya Kristo. It is the Holy Spirit Ni Roho Mtakatifu. who does all things. Yule ambaye anafanya mambo yote. Did you get me, somebody? Unanielewa? Christ is all in all. Kristo ni yote kwa yote. The power Ile nguvu is in Christ. iko ndani ya It Kristo. is not in the anointing oil. Haiko katika ile mafuta. It is not in the salt of broom. Haiko katika ile chumvi au kile kifagio. The power Ile nguvu is not in the methods haiko katika ile njia and the things na ile mambo that are being used. ambayo yanafanyika. The power Nguvu or the miracle comes. ama muujiza It huja is in the authority iko katika mamlaka and the power of na Christ katika nguvu ya Kristo. who indwells you. Yule ambaye anaishi ndani yako. Did you get me? It is the authority Ni ile mamlaka and the power of Christ na ile nguvu ya Kristo. who indwells you. Yule uko ndani yako. And if you are a believer, Na kama wewe ni mwaminio, that power is available for you for hiyo use. nguvu iko inapatikana wewe kuweza kuitumia. Hallelujah. Hallelujah. By being a pastor doesn't mean Bali kuwa mchungaji si I'm the only one who has given authority. ati mimi tu nimepewa ile mamlaka. Even if somebody was born again yesterday, Hata ile mtu aliokoka jana has been given authority. amepatiwa hiyo mamlaka. Hallelujah. You know, yesterday Unajua jana we are coming from Acacia tulikuwa tunatoka kesha and in the morning asubuhi and something happened. na jambo likatendeka. My time is almost running out. Amen. Jambo linaisha. Glory to God. Amen. Something happened. We saw a policeman, a lady, Nikapata polisi somewhere, traffic policeman, alone. akiwa peke yake. And she's not big. Na si mkubwa. And she's stopping cars. Na anasimamisha- And she's alone. And even if you are driving a big truck, Na hata kama unaendesha- even if you are very big, hata kama unakuwa- they were all stopping. walikuwa wote wanasimama. And I told my wife and those who are with me here, Pastor Joyce, Nikamwambia mke wangu na yeye, can you see how authority works? unaona vile mamlaka inafanya They are looking at the authority. wanaangalia mamlaka. Even if you are big and this lady has told you stop, Hata kama ni mkubwa na mtu anakuambia simama, you have to stop. lazima usimame. Hallelujah. What if she has a gun? Na kama atakuwa na The power. ile nguvu. Amen. She'll hold you. She can enforce Atakushika na anaweza and put on you handicaps na anaweza kufunga pia. and throw you to prison, Na akurushe jela. to the cells. Kule katika Every Christian kila Mkristo. who is a believer and you have Christ, Yule ambaye ni mwaminifu this kwa Kristo. authority is for you. Hii mamlaka ni yako. You have it. Uko nayo. Even if you are born yesterday. Hata kama uliokoka jana. If I came from Kigaju yesterday and I'm a policeman and I'm wearing the crown, Hata kama nimetoka Kiganja jana it doesn't matter how much experience I have. haijalishi kuna experience aina gani. It is the authority. Ni ile mamlaka. It is not the experience, it's authority. Sio ile experience bali ni mamlaka. Amen. So the Bible wants Hivyo Biblia inasema we beware tuwe tunajua kwa uhakika that we can be misled. ya kwamba tunaweza Colossians 2:8. Wakolosai 2:8. It says, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, and after the traditions of men, and after the rudeness of the world, not after Christ. Amen. Be careful, beware that people will not spoil you through philosophy, Uwe mwangalifu ya kwamba mtu hata kuharibu kupitia filosofia, through myths. kupitia mahadithi. Hallelujah. And 2 Peter 2 says, Na Petro wa pili, many shall follow their pernicious way, by reason of whom the truth shall be even evil spoken of. Amen. And through covetousness shall they with feigned ones make merchandise of you, whose judgment now a long time lingered not, and their damnation traveleth. People will make merchandise, business out of people. watafanya biashara kutoka kwenu Hallelujah. By using of methods, kwa kutumia njia mbalimbali, by using of myths. kwa kutumia hadithi. But as a Christian, you have the power. Bali kama Mkristo kuna ile nguvu, There are instructions God had already given you. kuna ile maagizo Mungu atakupatia. The Bible is full of instructions. Biblia imejawa na maagizo. One of it is Mark 16, 17 to 18. Ni Marko 16.
that you shall lay hands on the sick. ya kwamba utaekelea mikono These signs shall follow you. na hii ishara You shall lay hands on the sick, zitaekelewa and they shall mikono recover. na watapona. Bible says, lay hands on the sick, Biblia inasema waekelee mikono cast out devils. na ile ndivyo That is a doctrine. It's already there. God has spoken what you'll be doing. hiyo ni njia ambayo ile Mungu ameleta. When somebody is sick, lay hands. Wakati mtu ni mgonjwa waekelee In mikono. James it says, Katika Yakobo inasema, is any sick among you? kuna yeyote mgonjwa miongoni mwenu? Call for the elders of the church. Waite wazee wa kanisa. Let them anoint you with oil. Wacha wakupake mafuta. And the prayer of faith Na ile ombi la imani shall save the sick. itaenda kuokoa aliye mgonjwa. And the Lord shall raise him up. Na Bwana atamuokoa. If he has committed sins, Kama ametenda dhambi, he shall be forgiven. atasamehewa. I want to finish by saying, Nataka kumaliza kwa there are kusema, instructions already in the Word of God. kuna ile maagizo katika neno la And there are Mungu. some other instructions God will give you Na kuna maagizo mengine Mungu atakupatia by the Spirit of God. kupitia Roho wa Mungu. And they shall be Na itakuwa in line inaambatana with the Word of God. na neno la God will Mungu. never, the Holy Spirit will never give you an instruction Roho Mtakatifu hatakupatia maagizo that is not in line ambayo haiambatani with the Word of God. na neno la Mungu. He will not give you an instruction Hatakupa maagizo yote that contradicts ambayo inapinga His written word. neno lililoandikwa. If such an instruction comes, Kama agizo kama hilo litakuja, no, it is not God. ujue sio Mungu. Are you getting me, somebody? Unanielewa? The Bible says, Romans 8:14, Biblia inasema katika Warumi 4:14, for as many as are led by the Spirit of God, kama wengi ambao wanaongozwa na Roho Mtakatifu, they are the children of God. They are wana wa- they are the sons of God. hao ni wana wa Mungu. God wants to lead His children Mungu anataka kuongoza wana wake and guide them, na waelekeze. that you may not be deceived in these later times. Sikadanganyike katika wakati huu wa mwisho. And also, He wants to make you successful, Na pia nataka ukanawiri. to guide you to increase, Akuongoze katika kuongezeka. to make you fruitful, Afanye uwe na mafuta by being led kwa kuongozwa by His Holy Spirit. na Roho wake Mtakatifu. That's why He gave you His Holy Spirit. Ndiposa anakupatia Roho wake Mtakatifu. God bless you so much Mungu akubariki sana. and keep you. Na kuweka. Remember, Kumbuka, the Spirit of God Roho wa Mungu indwells you. anaishi ndani yako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. See you next time. Tuonane wakati mwingine. And God bless you. Na Mungu akubariki. Remember, Kumbuka, be led uongozwe by the Spirit na Roho of God. wa Mungu. In everything you do, Katika kile kitu unafanya, let God lead you wacha Mungu akuongoze and His word lead you. na neno lake likuongoze. Amen. Amen. God is interested Mungu ako na haja to see your success, kuona ukinawiri, to see your increase. kuona ukiongezeka. God does not want to see failures. Mungu hataki kuona watu He is wameshindwa. a God who makes people to succeed. Ni Mungu ambaye anafanya watu. And if you have failed, na kama umeshindwa, you can go back to God. unaweza rudi kwa Mungu. God bless you. Mungu awabariki. Amen. Amen. Hallelujah.